قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكنها lakini hiyo la ilaha illa Allah quyidat biquyudin imefungwa biquyudin kwa maana kwa vidhibiti maalum. Hiyo la ilaha illa Allah imefungwa na imedhibitiwa kwa vidhibiti maalum. Yani jambo sio jepesi kama unavyofikiria kwamba kila anayesema la ilaha illa Allah basi atakuwa ni katika watu wa peponi, akifa aliyokuwa na madhambi atasamehewa, yani kirahisi rahisi tu. Quyidat biquyudin thiqalin, nasema lakini hiyo la ilaha illa Allah imefungwa na imedhibitiwa biquyudin kwa vidhibiti ambavyo ni thiqalin, vilivyokuwa vizito. Kwa vidhibiti vilivyokuwa vizito, hiya athqalu ala man adallahu Allahu min aljibal. Anasema hivyo vidhibiti hivyo ambavyo ni vizito, hiya athqalu, ni vizito mno, ala man adallahu Allah, juu ya yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempoteza, hayupo katika njia ya sawa. Hivyo vidhibiti ni vizito mno kwake yeye. Min aljibali, ni vizito kushinda hata milima. Maana yake min aljibal ni vizito kuliko hata milima. Uzito wa milima ni afadhali kuliko uzito wa masharti ambayo yamebebwa na la ilaha illa Allah. Wa ashaqqu alayhi, na ni vizito juu yake. Ashaqqu kwa maana ni vigumu juu yake. Ashaqqu alayhi himluha, ni vizito kuvibeba vitu hivyo, hayo masharti. Minas salasili wal aghlal, kuliko hata cheni pamoja na minyororo na kamba zilizokuwa nzito. La ilaha illa Allah, masharti yake pamoja na vidhibiti vyake ni vizito kuliko milima, lakini pia ni vigumu kuvibeba au kuvidhibiti kuliko hata minyororo pamoja na cheni. Minas salasili wal aghlal. Amma man wafaqahu Allah, ama kwa yule ambaye Allah amemwafikisha, amefuata njia ya haki, amefuata Uislamu, ameacha ushirikina, wahadahu, na akamuongoza, wayassara lahu subulan najat, na akamfanyia wepesi njia ya uongofu, akawa anapita katika njia ya uongofu kwa kirahisi kabisa, kwa njia iliyokuwa nyepesi. Wajaala hawahu, na Allah kajalia matamanio yake, ni matamanio ya mtu huyo ambaye amemwafikisha katika haki, akajalia matamanio yake tabaan lima jaa bihi rasuluhu, yakawa ni yenye kufuata yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wa mustafahu, na Mustafa kwa maana ya aliyechaguliwa. Mustafahu, Mtume katika majina yake anaitwa al-Mustafa kwa sababu amechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anafuata yale ambayo amekuja nayo mtume wake na yule aliyeteuliwa naye, mteule wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa mtu kama huyo, fahiya ashalu alayhi, basi kwa upande wake itakuwa ni jambo rahisi sana. Wa aladhu, bali litakuwa ni jambo ambalo ni lenye ladha, jambo ambalo anafurahia katika moyo wake kubeba kitu kama hicho. Aladhu ladaihi, itakuwa na ladha kwake yeye. Ladaihi kwa maana indahu, ladaihi kwa maana indahu. Wa aladhu ladaihi, wa aladhu indahu, na lina ladha kwake yeye min al-adhbi az-zulal, kuliko hata maji yaliyokuwa matamu. Al-adhbu az-zulal ni maji yaliyokuwa matamu. Al-ma'u al-adhbu al-halu, maji yaliyokuwa matamu. Kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha katika njia ya haki, basi yale masharti na vigezo vya la ilaha illa Allah itakuwa ni jambo jepesi sana.
bali itakuwa ni kitu ambacho kinampa amani katika moyo wake na kumfanya kuhisi ladha, kama vile mtu mwenye kiu aliyokunywa maji yaliyokuwa matamu yasiyokuwa na chumvi ndani yake. Lakini kwa asiyokuwa katika njia ya sawa, anakuwa katika shida, anakuwa katika dhiki, kiasi ambacho wanadiriki kusema baadhi yao kwamba mimi nitafanya kila kitu, lakini kuacha ushirikina nimeshindwa. Hasa wafanya biashara, Allah waongoze, anakuambia mimi ushirikina nimeshindwa, yani siwezi kabisa kuacha ushirikina. Sasa huyu Allah subhanahu wa ta'ala adallahu, amempoteza. Anaona yeye kuacha ushirikina ni jambo zito mno ambalo anaweza kupoteza maisha, anaweza kuharibikiwa katika maisha yake endapo ataacha ushirikina. Lakini kwa mtu wa taqwa, mtu anayefuata tauhidi, ni jambo rahisi kabisa kuacha ushirikina na kufuata tauhidi. Katika maneno haya Sheikh anabainisha kwamba la ilaha illa Allah ina vidhibiti vyake, na hivyo vidhibiti ndio masharti ya la ilaha illa Allah. Hivyo vidhibiti anakusudia kubainisha masharti ya la ilaha illa Allah, ndio hizo ambazo ameziita quyud. Sema quyidat biquyud. Quyud hapa kwa maana ya shurut. La ilaha illa Allah quyidat bishurutin, imefungwa kwa masharti maalum. Ukitimiza hayo masharti, basi wewe utakuwa ni mwenye kufaidika na la ilaha illa Allah. Naam. Al-awwal akasema, la kwanza katika haya masharti ni al-ilmu. Ya kwanza ni elimu. Al-ilmu bimaanaha, elimu kwa maana yake, maana ya la ilaha illa Allah. Sio jambo la kutamka tu kwa ulimi la ilaha illa Allah, hujui maana yake au hujui makusudio yake. La, bimaanaha alladhi dallat alayhi wa arshadat ilayhi, kwa maana yake ambayo imeonyesha juu yake, juu ya hiyo la ilaha illa Allah. Wa arshadat ilayhi, na imeongoza hiyo la ilaha illa Allah katika maana hiyo. Ufahamu hiyo maana yake, alafu kisha uishi nayo katika maisha yako. Na la ilaha illa Allah imekusanya mambo mawili ambayo Muislamu hapaswi kuyakosa katika maisha yake, na ndio kile ambacho wanakiita ulama arkanu la ilaha illa Allah, nguzo za la ilaha illa Allah, ambazo ni zipi na zipi? An-nafyu wal ithbat. La ilaha illa Allah ndani yake kuna nafyu na kuna ithbat. Kuna kukataa ushirikina na kila ibada ambayo haabudiwi Allah subhanahu wa ta'ala, alafu kisha kuna kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukiwa na haya mambo mawili, basi wewe utakuwa umefahamu vema maana ya la ilaha illa Allah. Ukiswali, swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifunga, funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukienda haji, nenda kafanya ibada ya haji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma kama hivi unahudhuria kwenye daura, njoo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usije kwa sababu huna pa kwenda. Na kuna mwingine atasema sasa nitaenda wapi, tumefunga chuo, ngoja niwafuate marafiki zangu. Usije katika hali hiyo, njoo kwa nia ya dhati kwamba mimi naenda kusoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu kisha jiepushe na shirki na kila iliyokuwa ibada ya kufuru. Katika kuacha kila iliyokuwa ibada ya kufuru ni pamoja na kuacha kuwaunga mkono wale wasiokuwa Waislamu katika ibada zao, na katika hizo ni kujiepusha katika sikukuu zao, kujiepusha na sikukuu za makafiri, kwa sababu hizi sikukuu zinaingia katika jumla ya ibada zao. Kuwaunga mkono katika hizi ibada, katika hizi sikukuu zao, ima kwa kuwapongeza au kwa kupokea zawadi zao, basi wewe utakuwa umevunja moja katika miiko ya la ilaha illa Allah. Utakuwa umevunja miiko katika miiko ya la ilaha illa Allah. Kwa maana hiyo haifai kupokea zawadi katika sikukuu za makafiri. Sawa sawa, iwe chakula, iwe pesa,
maana kuna mwingine akiona ubwabwa tu jicho linamtoka, anaanza kufikiria nitafanya istighfar, nitaomba msamaha. Ubwabwa tu shekhe wangu. Au akiona pesa anaanza kuipigia mahesabu, hapa sina hela ya bando, hata sijui nichukue tu. Ikiwa zawadi ya aina yoyote, iwe pesa, iwe chakula, iwe nini, imetolewa kwa ajili ya jambo hili, kwa ajili ya sikukuu, usipokee na wala usichukue. Hiyo ndio maana ya an-nafi wal ithbat. Unathibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha unajiweka mbali na kila kilichokuwa nje ya Uislamu, na wala usiitakidi kwamba wao wapo katika usawa. Ukiitakidi hivyo utakuwa umetoka ndani ya la ilaha illa Allah. Ukaitakidi kwamba hawa Kristo kila mtu anafanya ibada, sisi wote tunamwabudu Mungu mmoja, kila mtu ana njia yake, kama wanavyosema baadhi yao. Haya ni maneno ya kufuru. Haya ni maneno ya kufuru, unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haina maana tukisema tukatai ibada zao kwamba tuwalazimishe waache. Wakitaka waendelee, wakitaka wasilimu, itakuwa ni khairi kwa wao, lakini sisi tunaitakidi kwamba wapo katika kufuru na upotevu. Naam. Kwa shaka nasema al-ilmu bimaanaha, elimu kwa sababu ya au kwa ajili ya maana yake. Lazima ujue maana ya la ilaha illa Allah alladhi dallat alayhi wa rashadat ilayhi. Qala Allah ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, katika sura az-Zukhruf, ay shahidu bila ilaha illa Allah, yani wale ambao watanufaika na shafaa na uombezi siku ya kiyama ni wale ambao shahidu bila ilaha illa Allah, ni wale ambao wameshuhudia na wakakiri kwa la ilaha illa Allah, wa hum ya'lamuna biqulubihim ma'ana ma nataqu bihi bialsinatihim, ili hali wanafahamu kwa nyoyo zao maana ya kile walichotamka kwa ndimi zao. Kwa sio mujarradi tu kusema la ilaha illa Allah. Masufi katika mambo ambayo wamekosea mno, wao wanaitakidi kwamba ukisema la ilaha illa Allah basi wewe ni katika watu wa peponi. Huo unajua maana yake au hujui maana yake. Ndio maana wanashadidia sana watu kutamka la ilaha illa Allah, pamoja na kwamba ni katika ibada kulikariri hili neno, kusema la ilaha illa Allah. Lakini mahalu shahidi kwamba je, unaelewa maana yake? Unafanyia kazi maana yake? Sio la ilaha illa Allah kesho kutwa tunakuona makaburini unamuomba sharifu shekhe wako. La ilaha illa Allah unaenda kufanya ziara sijui kwenye kaburi la Badawi katika nchi ya Misri. Kuna kaburi linaloitwa kaburi la Ahmadul Badawi. Masufi huwa wanapanga safari kwa ajili ya kwenda kufanya ziara katika sehemu kama hizi. Wengine wanaenda nchi za Afrika Magharibi. Nchi za Afrika Magharibi kuna makaburi na kuna sehemu zinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa wanaenda katika hizi sehemu wanasema la ilaha illa Allah. Sasa ni ipi faida ya wao kusema la ilaha illa Allah ikiwa bado wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala? Wa hum ya'lamuna, nasema na wao wanafahamu biqulubihim, nafahamu kwa nyoyo zao, maana ma nataqu bihi, maana ya kile wanachokitamka. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba hata wale wanaosilimu mikononi mwetu katika makafiri wa Kristo na wengineo, unapomtamkisha la ilaha illa Allah mfahamishe na maana yake, kwa sababu lengo sio kutamka tu kwa ulimi. Mwambie la ilaha illa Allah hii maana yake ni kadha wa kadha, na unatakiwa uitakidi hivi katika moyo wako, uachane na hiki na hiki na kile. Afahamu maana ya la ilaha illa Allah kuanzia katika moyo wake mpaka kwenye ulimi wake. Maana ma nataqu bihi bi alsinatihim. Wa fi Muslim an Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qala, kutoka kwa Uthman radhiyallahu ziwe naye amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam, atakayekufa ili hali anafahamu, annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakayekufa ili hali anafahamu la ilaha illa Allah basi huyu ataingia peponi.
hadithi Mtume alayhi salatu wassalam amefungamanisha na elimu. Hajasema tu kutamka, mujarrad wa kutamka, kwa sababu kwenye kufa mtu anaweza kusema la ilaha illa Allah na anaweza asiseme la ilaha illa Allah. Asiposema la ilaha illa Allah haina maana kwamba yeye amekufa hali yakuwa ni kafiri au atakuwa ni katika watu wa motoni. Hakuna ulazima huo, kwa sababu athari zinaonyesha kwamba sio kila aliyekufa katika Uislamu alisema la ilaha illa Allah. Hata Mtume alayhi salatu wasalam wakati anakufa alisemaje? Alisemaje? Ila rafiqil a'la, si ndio hivyo? Alisema mimi naelekea kwa rafiki wa juu. Kwa hiyo hakuna sharti kwamba mtu anapokufa aseme la ilaha illa Allah, asiposema atakuwa ni katika watu wa motoni. Haina maana hiyo, lakini kinachozingatiwa ni hapa, man mata wa huwa ya'lam, atakayekufa hali ya kuwa anafahamu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, anasema Mtume alayhi salatu wassalam ataingia peponi. Faqayyadaha bililm, shaka anasema amefungamanisha hiyo la ilaha illa Allah na elimu, amefungamanisha na elimu. Faqayyadaha bililmi bimaanaha, amefungamanisha kwa elimu ya kufahamu maana yake. Lakini hapa pia nitoe tambihi, mtu asije kaelewa kwamba kutamka la ilaha illa Allah hakuna ubora wowote wakati wa kufa. Ni jambo ambalo limethibiti kwamba mwenye kusema la ilaha illa Allah, asema Mtume alayhi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah basi ataingia peponi. Kwa maana yule ambaye wakati wa kufa, kabla ya kufa akawa amesema la ilaha illa Allah ataingia peponi. Na vile vile amekuja katika hadith na katika athar kwamba mtu anapofikwa na mauti anatakiwa atamkishe la ilaha illa Allah. Ubora uko pale pale, isipokuwa nilichobainisha kwamba usije ukaamini na ukaelewa kwamba akifa Muislamu hali ya kuwa hajasema la ilaha illa Allah basi huyo atakuwa ni katika watu wa motoni. Haina maana hiyo, isipokuwa kinachozingatiwa ni ufahamu maana yake. Hicho ndio kidhibiti muhimu. Naam, anasema faqayyadaha bililmi, akawa ameifunga hiyo la ilaha illa Allah na elimu, bimaanaha, elimu ya kufahamu maana yake. Wa huwa nafyul ibada, na hiyo maana yake ndio hii hapa sasa. Wa huwa nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah azza wa jalla, nayo ni kukanusha ibada kwa kila asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ithbatuha lillahi wahdahu la sharika lah, na kuithibitisha kwa Allah ambaye hana mshirika. Wa ithbatuha lillahi wahdahu, na kuithibitisha kwa Allah peke yake ambaye la sharika lahu, hana mshirika jalla wa ala. Anasema Sheikh, amma man yahdhi biha hadhiyanan ka kalami an-naimi la ya'lamu ma'naha kayfa yanfi ma nafat wa yuthbitu ma athbatat wa huwa la ya'lamu shay'an min dhalika am kayfa ya'malu bimuqtada ma la ya'lamuhu. Anasema ama yule ambaye yahdhi biha, atakuwa anaropoka hii la ilaha illa Allah, yeye ni mwenye kusema tu la ilaha illa Allah, yahdhi biha kwa maana anaropoka, anatamka tu bila maana yoyote la ilaha illa Allah. Hadhiyanan, anaropoka uropokaji ambao kakalami naim, kama vile maneno ya aliyelala aliyoko kwenye usingizi. Yeye anasema tu la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ya'lamu ma'naha, lakini hajui maana yake. Yeye anasema tu, hajui maana yake. Fakaifa yanfi ma nafat, basi itakuwaje, itawezekana vipi mtu huyu yanfi ma nafat, akakanusha kile ambacho kimekanushwa na la ilaha illa Allah, akakikataa kile ambacho kimekataliwa na la ilaha illa Allah? Hilo litawezekana vipi? Hajui maana yake.
wa yuthbitu ma athbatat, na atathibitisha vipi kile kilichothibitishwa na la ilaha illa Allah hali yakuwa hajui maana yake? Wa huwa la ya'lamu shay'an, ili hali hafahamu chochote, min dhalika, katika hayo hana anachofahamu, hawezi kuthibitisha wala hawezi kukanusha yale ambayo yamekanushwa na la ilaha illa Allah. Am kaifa ya'malu bimuqtadha ma la ya'lamu, ama vipi atafanyia kazi muktadha wa kitu ambacho hakijui? Atafanyia vipi muktadha wa kitu ambacho hakifahamu? Hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hili ni sharti la kwanza, sharti la kujua maana ya la ilaha illa Allah. Kitendo cha kusema la ilaha illa Allah pasi na kujua maana yake, hilo jambo haliwezi kumnufaisha Muislamu. Au akawa anasema la ilaha illa Allah kisha akawa hafanyii kazi yale yanayohitajika na la ilaha illa Allah, vile vile hilo halitowasaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wa bid'a na masufi na wengineo, wao wakisema la ilaha illa Allah huwa wanamaanisha, wanasema la ilaha kwa maana ya la khaliq illa Allah, wanasema hakuna muumbaji isipokuwa ni Allah. Ndivyo wanavyotafsiri, wanasema hakuna muumbaji isipokuwa ni Allah. Hii sio maana halisi ya la ilaha illa Allah, kwa sababu mzozo haupo kwenye nani muumbaji wa mbingu na ardhi, mzozo upo kwenye ibada. Na ndio maana wale washirikina wa Kiarabu, Makuraishi na wengineo ambao walitumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wao walikuwa nafahamu kwamba Allah ndiye ameumba mbingu na ardhi. Na hilo ukisoma kitabu Qawaidul Arba'a utalifahamu hilo, kwamba walikuwa wanalijua hilo. Allah ameumba mbingu na ardhi, Allah anatoa riziki, Allah anaendesha ulimwengu, hilo walikuwa wanalifahamu. Lakini kwa nini hawajiingia katika Uislamu? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapiga na akawahukumu kuwa ni makafiri? Ni kwa sababu wao walikataa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kile ambacho tunakizungumza hapa, kuthibitisha ibada kwa Allah na kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakawa hawajalifuata jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahukumu kwa kufuru yao na akawapiga sallallahu alaihi wasallam. Na hili Allah analithibitisha katika Qur'an, anasema wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Katika nyingine akasema qul man yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar, sema ni nani ambaye anakupeni riziki kutoka juu na ardhini? Ni nani ambaye anamiliki usikivu na uoni? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, ni nani ambaye anakitoa kilichokuwa hai kutoka katika kilichokufa na kukitoa kilichokufa kutoka katika kilichokuwa hai? Wa man yudabbiru al-amra, ni nani ambaye anaendesha mambo, anaendesha ulimwengu? Fasayaquluna Allah, watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni swali ambalo makafiri wote watakujibu hivyo, kwamba anayeendesha ulimwengu, anayehuisha na kufisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema faqul afala tattaqun, basi sema hivi, je, kwa nini hamuogopi? Kwa nini hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kufahamu kwenu kwamba huyo ndiye aliumba mbingu na ardhi? Katika washirikina wakatafuta uchochoro wa kutokea katika hili, ndio wale niliwataja hapo kabla. Wakasema sisi tunafahamu hayo yote, lakini tunahitaji mtu wa kutufikishia maombi yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wote hawa ni washirikina. Hakuna mtu wa kukufikishia maombi kwa Allah, sio mitume wala sio malaika. Wewe unatakiwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala na umwabudu yeye moja kwa moja pasi na kupitia sehemu yoyote. Tuishie hapa inshallah, tukija taanzia sharti la pili mpaka tumalize biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kubwa kinachotakiwa wewe ni kudhibiti na kuelewa kile unachofundishwa, ili hata baadaye ukikaa unaweza kumfundisha rafiki yako
Ukiona umesoma kitabu kisha ukawa huwezi kukifundisha, basi hujafaidika na kusoma kwako. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.